Kilichopotea pendo lake likaniokoa, nitampa nini Bwana wa huruma? Nitampa nini aliacha enzi? Nitampa nini akanifilia? Nitampa nini akaniokoa? Nitampa nini? Haleluya! Nitampa nini? Mwenyezi Mungu, tunapokuwa na kipindi kingine tena cha somo maalum, fundisho kwa kanisa, naomba Bwana uwe nasi, sema nasi katika jina la Yesu, amen. Bwana, mara nyingi hamtupati sisi tunapokuwa tunakuja hivi. Huenda tangu hii Januari, sijui narudi mustiri ni mwaka huu, ila na wii wa kurudi. Maana nawajibika kwenu kuwahudumia, lakini ile ratiba ya musti pastor kwa mwaka huu, kama mmeshaona itinerary yangu, kalenda yangu ya matukio, imekaza. Na unakuta saa hizi bado wale wakurugenzi wa union na viongozi wa union wanawasilisha pia taarifa kadhaa, kalenda zao. Unakuta tuko hivi, sasa hivi tuwe hivi, mpaka mwezi wa 3 nikaona hata TUCASA wamenipangua. Nilikuwa wakati huo niende Mbinga kwenye juma la vijana lile la maombi ya huduma za vijana, nilikuwa tuwe Mbinga, lakini summit ya TUCASA imenihamisha Mbinga. Imenihamisha Mbinga niondoke na wanamusti kama mlivyo kwenda Dar. Amen. Na kwa jina la Bwana tusimwache mwanamusti mwenzetu. Hebu naomba nione ambao Mungu wanasema, Mungu nisaidie kwa neema yake niende kwenye summit ya union. Punga mkono. Haleluya. Basi kwa kuwa kwa imani umekubali, Bwana kufungulie baraka zake. Amen. Na tumeangalia ratiba za vyuo wakati ule wa mitihani. Tukaona hata hapa musti mtakuwa mmeshamaliza. Mnapomaliza tu ile Ijumaa, Jumapili tunaomba. Tarehe 22 hivi mwezi wa 3 naondoka, na tutarudi tarehe 29. Tutarudi tarehe 29. Wakati huo mtaniacha nafikiri maeneo ya Njombe kwa ajili ya weekend camp za huduma za Master Guides na SYL. Na kwa hiyo tunapokuja hivi, na kwa kuwa huenda turudi kwa haraka kulingana na ratiba za kimatukio yaliyo mbele kwa idara zote tulizo nazo, nikiwepo hivi ninapiga double kama sio triple, ili yote angalau kusaidia mahali fulani, na hususan kwenye TUCASA nzima ya SHC. TUCASA hii, mimi ni mkurugenzi na naongea tu kabisa, TUCASA hii imepiga hatua kubwa katika ushirika wao na Kristo, hata kuwa kanisa kamili. Amen. Nimefika huku SHC, sijasikia kanisa lingine TUCASA. Sijipeni amina kwa jina la Bwana. Amen. Kwa nini? Tunapowatazama tunaona mmeshakuwa, yaani mmekuwa kufikia haja ya kuwa kanisa, na kutokea kwenu tunazalisha mtaa wa TUCASA. Amen. Hapa Mbeya. Amen. Yaani na nyinyi mnakuwa mtaa. Basi sijui na kunyang'anya watu hawa, lakini basi ni njozi tulizo nazo ya kwamba hawa wanachuo katika umoja wa vyuo vyao, kama hawa UMT hapo tunawakuza, wale Mzumbe, TIA na vinginevyo, kule
vyote vile vikifikia hatua vikawa kama ninyi. Tukifikisha hata makanisa mawili tu ya TUCASA, tunaanza kuyaelekea kuyapanga kuja kuwa mtaa. Sasa tunakuwa na mtaa wa kishindo wa nini? Wa TUCASA. Hivi pasta, hawa huwa wanakuwa na makambi yao huku au wanakwenda Maranatha? Walikuwa wana mwaka jana. Okay. Vingine watu tunaongea na mchungaji, hicho kimekuja tu saa hizi mzee. Kwa hiyo hata kama nimekuulizia huku juu, uwe na amani. Kwa hiyo tunatazamia tuje tuwe na makambi yetu. Yaani yetu. Hata kulingana na ratiba zenu za vyuo, hata tukianza saa 11 mpaka saa 4 usiku tumaliza siku hiyo kambi na siku tunamaliza. Ni letu la TUCASA. Wala tuhitaji kuwa na pressure. Lakini viwango vyote vinazingatiwa. Amina. Kwa hiyo ninaposimama hapa, tumezoea tukisimama mara nyingi tunasikia tawi. Sasa hapa nimesimama si tawi wala kundi, niko kanisani. Sasa kwa kuwa hili ninaongea si tawi tu, ninaongea na kanisa la Waadventista wa Sabato TUCASA Must. Yako mambo ambayo naomba ni aseme kwenu kama kiongozi wenu, ambayo kwayo yatatusaidia namna kuendelea kukua na kuimarika katika ushirika wetu na Bwana katika kanisa la Mungu lililoko Must. Ndiyo. Moja, kanisa linaundwa na waumini. Na ndio maana nafikiri wakati ule mnaelekea kupangwa, walitafuta watu. Huwa tunaangalia vitu vichache vya muhimu vinavyosaidia kwamba hawa watu wawe kanisa. Moja, wawepo watu waliokombolewa kwa damu ya Yesu, wametengeneza ushirika wao na Kristo, na watu hao wakubali kuwa na ushirika wa kanisa eneo mahalia, eneo wanakoabudia pale, wanaunda ushirika wao hapo. Watu hao humo ndani, kwa namba ya chini kabisa tunayotembea nayo sasa, wasipungue 20 na wangapi? Na 5. Katika hao 25 wawe na haya yafuatayo. Haya nakumbusha tu, ila jua mlisha yamaliza hayo. Ndio maana mmeshakuwa kanisa. Tatoka hapo taenda mbele, naanzia tu hapo. Hawa watu 25 ndani yao humo wawemo watu waongofu wa kweli, wanaomjua Mungu na kanisa lake, walio tayari kubeba majukumu matakatifu. Walio tayari kubeba majukumu nini? Matakatifu. Hayo majukumu matakatifu ni zile nafasi za uongozi na huduma humu kanisani, kama wawemo wazee wa kanisa, wawemo mashemasi, wawemo makarani, wawemo wahazini, wawemo wakurugenzi mbalimbali watakaoshika nafasi za kutuongoza sote kutenda kazi ya Bwana. Kwa hiyo hilo ni jambo muhimu sana. Na pasta, ninavyojua kwa kanisa hili, ikifikia kanisa lilikuwa baadaye likaanza kuporomoka, likarudi likafikisha washiriki 20 hivi, 24, tunalitaka kurudi kuwa kundi. Na ninaliombea kanisa hili la Must likue katika Bwana. Hatuna njozi siku yoyote itokee eti Must imeshuka ushirika, hata imeingizwa kwenye vikao, mchakato ufanyike wa kutangua kanisa warudi kuwa kundi, kwa sababu wamepungua kiidadi. Kanisa hili linakuwa kwa njia mbili. Church growth linakuwa kwa njia mbili. Moja ni vertical, wima,
tunakuwa kiwima. Ukuaji wa pili tulio nao ndani ya hili kanisa ni horizontally, ulalo. Tunakuwa wima, tunakuwa ulalo. Nianze hii ya mwisho hii, horizontally. Kukua ulalo inachukuliwa quantity. There is a quantity and a quality. Hii vertical ambayo ni wima ni ukuaji ulio quality, ambao ni ubora, tutaongelea baadaye. Lakini huu wa ulalo wenyewe ni quantity, kwa maana ya numbers, idadi. Tawasomea baadaye mafungu hapa, idadi. Kanisa ambalo linakuwa ni kanisa ambalo linaongezeka, na njia kuu mbili, na mbili zaidi kama sio tatu. Nyingine ipo lakini yenyewe bado haitambuliki kuongeza mshiriki, japo ni sehemu ya mshiriki. Kwa mfano, mimi nimemzaa Jefta wangu, yuko wapi? Yule pale kijana. Mpaka sasa hapo alipo, ili kanisa alijui kama lina mshiriki anaitwa Jefta Mgweni. Si ndio? Alijui kama lina mshiriki anaitwa Jefta Mgweni. Kwa nini? Kuna namna huyu mtu aendelee kufundishwa mpaka atakapofika hatua ya kuwa mshiriki. Lakini huyu Jefta ana advantage kubwa nzuri, kwa sababu aliyemzaa ameshatumiwa na Mungu kuiandaa njia yake ya ushirika. Kwa hiyo hata tuanza sana kutengeneza ushirika wake na nani? Na Kristo, kama walivyo wengine ambao Mungu anawaita kutoka nje. Kwa hiyo ushirika wa kuzaliwa huu wasihesabu kama ni ushirika, maana tuingize mtu kanisani kwa ushirika kwa njia ya kuzaliwa. Sasa ushirika ambao unalikuza hili kanisa, moja ni ushirika kwa njia ya ubatizo. Kwa maana ukimkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako utaokoka, na kwa kuwa utaokoka, yeye amesema usipozaliwa mara ya pili hauwezi kuona uzima nini wa milele. Kwa hiyo sharti aliye katika Kristo Yesu abatizwe. Ubatizo ni njia mojawapo ya kuingia katika ushirika na Kristo na kanisa lake. Kwa hiyo wiki hii tutafanya ubatizo. Hapo tutawakaribisha na kuwapokea watu katika ushirika wa Yesu ndani ya kanisa lake. Ushirika wa pili, kanisa hili linaongezeka kwa watu kuhama. Alibatizwa Musti, amemaliza chuo, anaenda huko nyumbani au ambako Mungu amempangia maisha yake na huduma za kazi zake za taaluma. Kule nako kuna kanisa mahalia. Kufika tu huko hawakuingizi, ya kupasa wakuombe kutoka kule ulipokwenda, kutoka Musti kwenda. Mimi mpaka hapa nilipo nimeshakuwa na ushirika wa makanisa kadhaa. Hata nilipokwenda chuoni tena nje ya nchi, ili nifanye na huduma nyingine huko chuoni, pamoja nilikuwa na barua ya mpokeeni na kumlea na kumtunza. Walihitaji ushirika, kwa sababu kuna majukumu ambayo kanisa wanakuona Mungu anaongoza, tuna mtu humu ndani mumtumie. Lakini kama haujawa na ushirika mahalia, hautumiki. Hata kama nitukasa mwanachuo mwenzangu, hautumiki. Kwa hiyo ili mkamilishe haki yote, unaondoa ushirika Musti, kwa kuwa pia hausali hapo, unaelekea huko ulikohamia. Amina. Kwa hiyo hapo wanaongezeka hivyo. Na ushirika wa tatu ni kama huo wa kuhamia, isipokuwa wenyewe ni kwa kumpokea mikono. Napokelewa kwa mikono. Yaani tumekaa na mtu hapa, ushirika wa kupokea kwa mkono si
hautokei hivi hivi. Huenda mimi nimekaa kwenye mitaa huko, nafikiri kama ni mara moja mara mbili tulishapokea mtu tu kwa mikono. Vinginevyo ni ngumu sana, kwa sababu juhudi zote za kukutafuta zimeshindikana. Huko uwenda wamepata, lakini wanasema bwana, huyo mtu hatujawahi kumuona miaka mingi. Tukauliza huku na kule, tukatafuta tukuona. Mwisho conference ikasema wale wote sasa wasiojulikanaga, ambao watu wajulikane wamekuaje, basi hao watu waleteni huku conference, tuwatangaze kwenye makanisa ya conference. Na wanatangazwa kwa miaka mingapi? 2. Huko hilo kanisa linasikilizia sikio kutoka conference kwamba hao watu huko wamewapata. Miaka 2 inaisha, kimya. Wewe mwaka wa 12 eti ndio unapatikana. Na unapatikana hiyo miaka 12 yote huko pale, na wao wanakuchokonoa, leta ushirika, una ushirika, leta ushirika, una ushirika. Hawa watu wanasema tulikuwa naye miaka ya 2000 mwanzoni. Vitabu vyetu vya kwanza tunaamini tulimbatiza huyo, lakini si aliendaga sijui wapi. Huku wanakukagua tangu ulipokuwa nao, machoni mwao ni mtakatifu. Ukithibitika kwa vinywa vya wote kwamba mtu huyu tumekaa naye miaka 10 huku 8, ushirika wake ulishapotea na huku imeshindikana. Kule wamesema jamani, tulikuwa naye lakini tulishaona atujui na sisi hatumjui. Nyinyi mnamshuhudia mema. Hajashikwa ugoni, hana kesi wala kandukano. Baraza linakana mchungaji, naenda kwenye mkutano mkuu, ndipo anakuja anasema jamani, mtu huyu tumefanya juhudi zote, tumeangalia kumtafuta, tumepata huko alipokuwa, na wao walikuwa naye lakini walishafuta, na sisi tumekaa naye kwa kipindi chote tunamshuhudia, na hana kesi na hata mambo kadha wa kadha. Hapa tunamtumia haya madogo madogo. Wangapi mnasema sasa awe mshiriki wetu? Hapo ndipo kanisa linainua mkono. Hiyo naita unaamia. Kwa nini? Sasa kwa wanamusti hapa, ili kanisa la musti, sidhani hiyo ni mara chache nini kubatizwa au kuhamisha ushirika kwa barua. Amina. Kwa hiyo kanisa linakuwa, hiyo nimesema ni quantity, lakini hii nyingine ya quality, vertical, ni ile ambayo mshiriki mmoja anakusudia moyoni mwake kumpendeza Mungu milele. Ni mtu yule ambaye yeye binafsi anauchuchumilia wokovu, hata kama wenzake wanasema kwa kweli hapa mmoja jamani, yule dada, yule kaka yule, jamani watu mimi na Mungu msaidieni kama yule. Unajua wakati mwingine kuna watu wengine wanawatamani wawe kama wao, kulingana jinsi ambavyo amejitoa kwa Mungu wake, lakini yeye akijitathmini kwa Mungu anajiona bado ni mnyonge, dhaifu, anahitaji msaada kutoka mbinguni. Huu ndio ukuaji wa pili, na ukuaji huu ndio unaowafanya watu waokolewe kwenda mbinguni. Musti mko leo tumejaza kwenye kichumba na watu naona wanaingia na viti bado. Mathayo 7:13 na 14 ikasema, ingieni kwa kupitia mlango ulio nini, maana njia ni ninachokisema tu ni kwamba hatuokolewi kwa wingi wa watu, tunaokolewa mmoja, ndipo tutatokea wingi. Sijui mnanielewa? Yaani tunaokolewa mmoja, namna ulivyoenenda. Mpaka mimi mchungaji siokolewi kwa uchungaji wangu wala ukurugenzi huu. Mara nyingi hivi vinaweza vikawa zaidi yaani vinaweza kuwa ni zaidi ya vichapo utakavyovipokea kama sitakuwa mtendaji mwema.
kuokolewa kwangu sikupiti wewe, hata mimi nauchuchumilia msalaba, na mimi namlilia Mungu wangu kwa ajili ya roho yangu. Lakini basi mbingu zimenichagua zikanifanya kuwa mtumishi wao kwa ajili ya kukusaidia wewe uimarike katika imani, uokolewe. Lakini swala la kumtafuta Bwana naangaika. Sasa mimi naangaika vingi, maana naangaika ili pia nipate namna ya kukuongoza wewe kwa Yesu. Ninakesha wakati mwingine nikitafakari namna gani tukasa wetu waende mbele. Ninakesha nikimlilia Mungu ya kwamba kuna mahali fulani kama mambo hayako sawa. Wakati mwingine wewe umelala hadi pu zinaendelea. Mimi Mungu moyoni mwangu amekuweka wewe. Basi wanafikiria makuhani wa Israeli walikuwa na kifuko hapa kifuani kinaitwa kile kilichokuwa na Thumimu na Urimu. Hapa kilikuwa na mawe mangapi? 12. Lakini pia hapa juu walikuwa wamewawekea pia tunaita nini hizi? Zilikuwa hapa na huku mawe 6, huku mangapi? 6. Mawe haya 12 ya hapa moyoni na ya hapa kwenye mabega yaliwakilisha makabila 12 ya nini? Ya Israeli. Kwa nini yaliwekwa hapa na yakuwekwa hapa? Kuhani huyu alikuwa amefundishwa na Mungu ya kwamba nimekupatia watu hawa waweke moyoni mwako. 2 wako kwenye mabega yako haya, uwabebe. Ndiyo huduma ambayo Pastor Jackson nilio nayo na wachungaji wao. Na ndio maana ikitokea mimi ukanitukana, ukaniona ovyo ovyo, mimi wanafurahi, nasema umeshamuona Yesu ovyo ovyo. Yaani kitakuwa nasema mshenzi mchungaji wewe, nasema asante Yesu, maana ili tusi ni la. Maana Yesu usingekuwa na mimi nisingefika tukasa hapa. Lakini ni kwa sababu wewe ndio uliyenituma kuja hapa ili tusi limekufikia. Sasa wale wako wanamtukana Yesu. Amina. Kwa hiyo ushirika huu wa pili, huu ukuaji wa pili ndio unaomwezesha mtu kuokolewa, kutuokoa sisi wanadamu. Ninafurahia tunapokuwa wengi hivi na tuendelee mpaka tuombe hata venue nyingine au tuweke na matenti nje. Wakati tunaomba tupate eneo letu. Wote tuokolewe, lakini kila mmoja kuchuchumilia wokovu wake. Maana Bwana alishasema si kila mtu anaitaye nani Bwana. Mara nyingi wasikiliza, tukisikia neno nasema kila mtu anaitaye Bwana. Tunaangaliaga sana wanaosali Jumapili. Si ndio wanaoamini Yesu pia? Yaani tunaona wale Bwana ni wale wana nini wanaosali Jumapili huko Ijumaa. Nilikuta marafiki zangu wengine wanasali Jumanne. Yaani wamesoma Biblia wamegundua Jumanne ndio siku ya saba. Akasema shughuli ipo. Yaani usiende nje. Si kila mtu asemaye Bwana sabato njema. Nimegundua wakati mwingine kumbe pasta tu na tahadhari. Unapoona tu mtu anakuja kwa sababu kucheka na mchana. Mchungaji sasa ni mwenyeji mchungaji. Sasa mchungaji Bwana Yesu asifiwe. Hii Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba ni ya moyoni, ni advertisement ya kukufikia. Na kisha kufikia sema Pastor Samani una buku la karibu hapo. Buku la karibu wewe na lambali vipi? Kumbe ni njia. Na hiyo inatimiza neno linalosema usilitaje bure jina la nani? La Bwana Mungu wako. Kwa hiyo ndugu zangu, tunapaswa kuwa na ushirika mahali. Naomba nikupe faida za kuwa na ushirika ulipo. Moja, Wakorintho wa kwanza 12:27. Naomba mtu mmoja tusomee. Au niwe projected hapa. Ile sasa itaonekana sana. Kulingana na muda tutakuwa natoa vitu vichache. Umuhimu wa ushirika wa muumini katika kanisa lake. Wakorintho wa kwanza 12:27 inasemaje? Nasema ndiyo baba. Basi ninyi mmekuwa mwili wa Kristo. Amina. Maliza. Na viungo kila kimoja peke yake.
ishia tu hapo kwanza. Wakorintho ukisoma hiyo sura ya 12 inaelezea kanisa la Mungu na karama ambazo Mungu amezitoa na vipawa vyake. Mmoja wapo ndio hiki amesema, mnapokuwa pamoja hivi mnakuwa mwili wa nani? Wa Kristo, na viungo kila mmoja kwa sehemu yake. Ni nini kinachosema? Sisi tunapounda umoja wetu hapa tunahesabika kuwa viungo katika mwili wa Kristo. Sisi kama kanisa mahalia tunahesabika kuwa mwili. Muumini asiye na ushirika wa kanisa ni kama kiungo kilichojitenga na mwili, hakitimizi lile kusudi kamilifu ambalo Bwana amekusudia. Kwa hiyo wale wote ambao mnakuwa mnasali mahali fulani ili kutimiza ule umwili wa Kristo na viungo vyake, tunapewa mwito wa kutengeneza ushirika wetu katika kundi ambalo tunakuwa tunaabudu. Jambo la pili, Waebrania 10:25 linasemaje? Waebrania 10 fungu la 25 anasema kwamba wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kuzidi kufanya hivyo kwa kadri mnavyo siku ile kuwa inakaribia. Watu wanaoitwa kuwa pamoja, iwe ni mahali popote, hata hapa chuoni unapokuja kuunganika na wenzako katika umoja wa chuo chako, lazima registration ifanyike. Lazima utambulike wewe ni mwanamusti, lazima upite kwenye administration ikuingize katika system ya musti. Hapo ukiwa registered, basi umekuwa qualified kuwa raia wa familia ya musti. Haleluya. Hali kadhalika ndivyo ilivyo kwa kanisa la Mungu. Moja amesema tusiache kukusanyika pamoja, lazima tukusanyike. Na tunakusanyikaje? Tawapo formula ya mtume ambayo kanisa linatumia. Hatutambuliki kwa kuwa tu tumekusanyika hivi, tunatambulika kuwa registered eneo mahalia. Na ndio maana kanisa limeendelea kuhimiza ya kwamba tunapokwenda huku, hakikisha taarifa zako za kiushirika zinakwenda ili utimize mapenzi ya Bwana. Sasa katika ushirika uimarisha imani na mwenendo, na kwa namna hiyo kanisa mahalia ndilo tuunganisha kama hivi tulivyo, hutumiwa na Mungu neno lake kuwafikia mwili, yaani kulifikia kanisa hili. Neno ni kwa njia ya kanisa kweli ya Mungu inadhihirika. Kanisa ni chombo pekee ambacho Mungu anakiangalia kwa kina, japo shetani analichukia na anatafuta kuliangamiza, lakini limejengwa juu ya msingi imara Yesu Kristo. Na kwa namna hiyo kanisa hili limeweka taratibu nzuri za kujifunza neno la Mungu. Kanisa hili huwa nawaambia watu hata huko nilikotoka, kanisa hili ni la wasomi. Simaanishi wasomi akina musti, ninamaanisha ifuatalo. Hili kanisa ni la wasomi. Analala anasoma, kabla hajafanya mambo mengine anapoamka anasoma, na anaendelea anasoma. Kwa mfano, tuna desturi ya wakati wa jioni tunajifunza mwongozo wa kujifunza nini? Biblia, si ndio? Asubuhi tunapoamka tunaamka na kesha la nini? La asubuhi. Mchana huko unaongozwa na Roho wa Mungu, usome Biblia tena na roho ya unabii kujiimarisha katika imani. Haleluya. Ili kanisa ni la wasomi, si la wasomi.
Bahati mbaya tunaishi kwenye ulimwengu, sijui ni ulimwengu wa tatu huku kwetu au vinginevyo. Tunaishi kwenye ulimwengu ambao baadhi yao hawapendi kusoma. Mimi nawapongeza nyinyi, maana mnapenda kusoma, ndio maana mko hadi chuoni. Amina. Sasa tuliamsha kanisa tuliloliacha kule huko uraiani. Maana wewe tayari una element ya moyo wa kusoma. Una element na watia moyo. Nimesikiliza tangazo la shule ya Sabato linasema, jamani, lesoni zimetoka 3,000. Sasa tunahimiza kila mtu awe nayo. Kama hapa alipoanza, kama utaipata robo hii basi robo ijayo, akaniboa. Asinasema nilichojikuta nimekuwa akaniboa. Nikasema huyu mkurugenzi wa shule ya Sabato anasema, kwanza tu leo tuko tarehe 10. Si leo tarehe 10. Tuna miezi miwili mbele mikavu na siku 20. Unatia moyo mtu angoje robo ijayo. Lile tangazo nimelifuta kwa jina la Yesu. Kuanzia sasa, baada ya Sabato, nenda ABC chukua lesoni yako. 2,500 sio 3,000. 3,000. Biblia inasema yeye ajuaye kutenda jema kwake alitendi inakuwa nini? Kwa neema ya Yesu epuka dhambi ya kutokuwa na mwongozo wa kujifunza Biblia. Amina. Hebu naomba niwaone mlio na lesoni. Nyosh. Leo aibu hapa. Lakini basi Bwana tusamehe. Amina. Ninakuomba, mimi nina mbili. Nikienda kwa watu wazima nikisali kwenye ile makanisa sibebi andiko nitabobea. Japo hii ninayo na naisoma binafsi. Na wakati mwingine nikienda kwenye ile makanisa kwa ajili ya kuhimiza, kwa kuwa hii ni mpya, ndio imeanza tu mwaka jana, ninakwenda kwenye lika hii. Naenda kwenye lika nini? Ile somo moja. Na kuomba 3,000 haikushindi. Mbona Mungu ananipa moyo wa kusadiki kwamba haikushindi kabisa, yani kwamba 3,000 hata kama hivyo ukikosa kitu na unahitaji na hauna, hawezi kuomba mtu akusaidie. Umekuwa takatifu sana, hata kujibu umeshinda. Utakatifu wa Kisabato sijui kama huo kweli. Kwa hiyo mimi ninawaomba, kijikuta 3,000 hauna, hata mimi nitafuta. Mwambie mchungaji, lakini kweli mimi mpaka mwezi huu wote wa kwanza unaishi, hata wa pili sina hela. Naomba 3,000 niwe lesoni. Takupa. Takupa. Ila kabla sijakupa na kuuliza swali. Kwa hiyo kanisa mahalia ni sehemu, ni kituo, ni chuo cha wewe kumjua Mungu katika maarifa ambayo anayarithisha kwa wanadamu. Kwenye kanisa mahalia ndipo ambapo nidhamu na kusaidiana katika upendo na kutiana moyo inatolewa. Na ndio maana Bwana akasema tusiache kukusanyika pamoja. Mimi sitaweza kuwa na nguvu fulani ya kukusaidia katika kutoka kwako kama sio mshiriki wa kanisa mahali. Na ndio maana taratibu zimeweka kabisa kwamba wapo na kitu fulani nasema, bwana mimi ni mshiriki wa shule ya nini? Ya Sabato. Kwa hiyo mimi naomba basi mtanitumia tu kwa namna mshiriki wa shule ya Sabato. Mshiriki wa shule ya Sabato mmoja ni watoto wetu tuliowazaa ambao bado hawajabatizwa. Au washiriki wa shule ya nini? Washiriki wa shule ya Sabato wa pili ni wale ambao wameamini, wako kwenye madarasa yale ya awali ya Biblia, hawajabatizwa. Hao ndio washiriki wa shule ya nini? Na hao wana haki ya kumtumikia Mungu kwa majukumu ambayo ni haya ambayo hayahitaji
mikono na kadhalika. Mfano, kumwimbia Mungu, washiriki hao, watoto wetu tuliowazaa, wanaoingia kwenye darasa la ubatizo na kadhalika. Lakini wewe ni mshiriki wa Ituha, ni Ituha, alafu unaenda kuwa unasali Iwambi, kutoka Ituha unaenda Iwambi. Hapo sema, jamani, mimi ni mshiriki wenu, naomba nijiunge na kwaya, niko mshiriki wa shule ya Sabato. Wewe ni muongo. Ushirika wa shule ya Sabato sio. Yaani kusali kwako Iwambi kutokea maporomoko haikupatii, na ndio maana unaitwa kutoa ushirika wako katika kanisa lingine uende mahali pengine. Jambo la tatu, umuhimu wa ushirika katika kanisa mahalia ni Ufunuo 14 fungu la 6 hadi 12. Hilo linaelezea kama kanisa mnapanga Mungu awatumie kuihubiri injili ya milele katika mkitadha wa malaika wangapi? Watatu. Muumini aliye nje ya ushirika wa kanisa hukosa mfumo wa kushiriki kikamilifu katika utume huu, hukosa mfumo wa kushiriki katika hiyo. Sasa unapokuwa katika mfumo huu wa ushirika, moja, kanisa linamsaidia muumini kulinda mafundisho sahihi ya kanisa. Leo kuna changamoto kwenye ulimwengu huu. Nilikuta mahali fulani mtu anasema, mimi huko kanisani kwetu tunabatiza tu kwa jina la Yesu, hilo la Baba na Mwana na Mungu. Sasa watu wa ulimwengu wale wanamzidi Yesu alivyoelekeza. Kwa hiyo kuwa katika chini ya kanisa mahalia linakusaidia kulinda mafundisho sahihi, lakini pia na wewe kutumika katika njia iliyo njema, na linakusaidia mshiriki usipotoke katika imani na mwenendo wako. Wale walio na ushirika eneo mahalia wana tuseme si ni haki ya vitu kama ifuatavyo. Moja, anapata baraka za kushika nafasi za kiongozi kanisani, za kiutumishi kanisani. Hatuwezi kuchagua ushirika wa mtu, yaani hatuwezi kumchagua mtu kuwa kiongozi musti ambaye si mshirika wa musti. Tangu kale na kale Bwana alikuwa anawaambia watu, chagueni watu miongoni mwenu, yaani miongoni mwa hao wanaounda ushirika wa mahalia, hao ndio wanaotumika katika nafasi mbalimbali. Walio na ushirika eneo husika ndio wenye mamlaka kutumiwa na Kristo kuamua mambo ya eneo lao. Yaani mfano kama nyinyi ambao mko hapa, kama una ushirika musti, una haki ya kuamua mambo ya kanisa hili. Na ikifika saa ya kwamba jamani, tunahitaji tufanye hivi na hivi na hivi, njozi hizi, leo tutakuwa na kikao, waumini wote mje. Ikifika hata kama umo tunakwambia toka nje. Sasa msabato anamfukuza msabato mwenzake, ambacho kitu tunakuta sio sana. Kwa hiyo kuwa na ushirika wako kanisa mahalia, mfano nyinyi hapa musti, mnaongeza nguvu ya kufanya vitu vyenu vitokee katika jina la Yesu. Na kwa namna hiyo ninatoa mwaliko asubuhi ya leo, robo hii ya kwanza, kila watu wawasiliane na makanisa yao,
walete ushirika. Baada tu ya kumaliza chuo, ikitokea umeondoka, tutaliamisha jina lako na utajulikana kuwa mtu mwema, bora, unayejua taratibu za nini, za kanisa. Utakuwa kiongozi bora mahali fulani, kwa sababu hata katika hatua zako za nyuma ulishiriki taratibu zinazoliongoza nini, kanisa. Itapendeza nini kama mna mawazo mazuri, wasomi wangu mko hapa, mnajadili wakati mwingine kwenye vigrupu na kwenye vikundi, na unamwambia mtu fulani huko, ikifika saa ya vikao rasmi vya kuzungumza na kuamua, wewe unaondolewa. Wale wote mna ushirika, tokeni wapi? Swala la ibada tu ndio linakusanya wote, maana tunatamani kila mtu afanye nini? Kwa hiyo ninawaagiza kwa jina la Bwana, kwenye maeneo mliotokea, waombeni wawapatie ushirika, mliunde kundi lenu la kanisa la Musti. Labda tu wale ambao wanamaliza semesta yao ya mwisho hii, ila kama bado na mwaka mzima hapa, basi natazamia kupokea ushirika wako kwa jina la Yesu. Haleluya. Sasa tukasa kwenye vyuo wanaweza kutumika bila ushirika wao kwa muda. Sisi tukasa naweza kushiriki huduma za kikanisa bila kuwa na ushirika kwenye eneo mahia kwa muda. Kwa wale ambao unakuta wameombwa, yani wanapotoka kule wamekuja na barua ya kuwatambulisha ya kwamba huyu fulani ni mshiriki wetu wa kanisa hili, mwenye namba ya ushirika fulani, amekuja huko kimasomo, tunaomba mpokee na kumtunza. Kwa barua hiyo tukiipokea, tunaanza kukutumia kwa nafasi za kawaida. Hapo uruhusiwi kuwa mzee wa kanisa, karama, mwazini, shemasi, mkurugenzi. Tutakuruhusu uimbe msifu Bwana. Kwa hiyo wale watu mnaoimba kwaya nzuri ya Musti, kama hata una barua, jitafakari kwanza. Useme mimi mwana tukasa liko chuo, kwa hiyo sasa naimba. Leo sijui watapungua. Ukipungua kwa jina la Bwana, basi naenda kwa njema, lakini naamini wataongezeka. Amina. Wataongezeka. Hiyo inakusaidia wewe. Kuna mahali fulani, nilikuwa ni kanisa fulani, kuna mtu alikuwa anamwambia leta ushirika wangu. Bwana unajua, ngoja bado nipo subiri kidogo, nataka nije nitoke niende mahali fulani, bado mambo yangu hayajakaa sawa. Naweka michakato. Ukisikia mtu ana michakato mingi, shughuli iko. Mwaka unaisha hahami, wa pili nao unaisha, mchakato haijaisha. Baadaye kaona tena wana juhudi na pilika za hapa na pale. Wakasema huyu anatufaa tumfundishie vijana wetu kanisani. Anafaa aende na kwaya. Sasa mahali fulani walikuwa na tukio, ndio yeye yuko mbele. Mahali fulani wakasema jamani, nani amewaambia huyo mtu mumtumie huko? Huku katerekeza mke na watoto wake wawili. Na huko anaendesha uchumba, anataka kuoa mwingine sasa. Huku katerekeza, huku anaanzisha sokomoko jipi. Anaonekana virgin, mzuri, ambaye ukimwona ni kama hata Yesu akija saizi anaenda mbinguni, lakini majanga. Kwa hiyo kanisa likasema no, mtu atambulishwe na kanisa lake kwamba huyu ni mwenzetu, amekuja huko, mumpokee na muendelee kumtunza na kumlea kama sisi tulikuwa tunafanya hivyo. Lakini hiyo barua ina limitation ya muda, sio ya kudumu. Hiyo
ni kitambulisho chako kwa wenzako waliowaachia. Baada ya muda kidogo, wanakuhitaji ushirika wako uje hapa. Haudumu kuanzia miezi 6 kuendelea mbele, eti kwa barua ya uhamisho wa kutambue na kukutunza unahitajika ulete ushirika wako kanisa Maria. Kama sio miezi mitatu, ndani ya miezi 3 hadi 6 hapo inakuwa imekamilika. Lete ushirika wako. Kwa hiyo wale watu ambao mmekuja na hizo barua, tunaomba pia usiridhike kwamba mimi nilikuja na barua hiyo kwa karani. Tunaomba tuletee ushirika. Kwenye kampasi zilizo makanisa rasmi kama Musti, Yudo na mengineyo, tukasa wote wa kanisa au wa chuo hicho kama hivi Musti wanapaswa wote kwa umoja wao kuleta ushirika wao ili kuendeleza kazi ya kanisa. Huwa tunaacha yale mengine kwa sababu ni matawi. Ninyi hapa leo ni kanisa, tunahitaji ushirika wenu. Kwa hiyo niombe, baada ya hapa, kila mtu aagiza ushirika. Na wewe hauombi ushirika. Anayeomba ushirika ni nani? Ni karani au katibu wa kanisa. Wewe mwambie, niombe ushirika wangu uje. Alafu yeye chini ya baraza la kanisa watapitisha hayo majina, wanayatuma kule, tunawaomba hao watu waje. Alafu watakuja, wakisha wasoma kule, wakitoka hawawafuti kule, wanakuja huku wanawasoma. Mkipokelewa, huyu karani aliyekuwa ameomba kule anawaambia tayari ile jina tuliloliomba tumelipokea, ndipo kule wanamuondoa kwenye ushirika wa kanisa. Amina. Mwingine anasema sasa nikimaliza chuo narudi kule kule nyumbani. Nitarudi tena kule kule nyumbani. Mbona usumbufu? Ndio utaratibu wa Mungu. Amina. Ndio utaratibu wa nani? Wa Mungu. Na kama nilivyokwisha waambia, njozi ya conference hii hususan kwa jiji la Mbeya, tukasa iwe na makanisa yanayounda mtaa. Na kwa neema ya Bwana tuna kanisa la mfano. Bahati nzuri nimefuatilia vyuo, inaonekana Musti ni chuo ambacho ni kikongwe. Huenda ni changapi kuwepo. Ndio chuo kongwe. Kwa hiyo bahati nzuri chuo kongwe kikaanza kuwa kanisa mama la matukasa. Kwa hiyo wengine watakapozaliwa tunaunda mtaa wetu mtakatifu kabisa, wenye mambo makubwa ya kisomo. Hebu punga mkono kama kuna mimi. Haleluya. Sasa faida nyingine ya kuwa na ushirika wako katika kanisa mahalia hapa ulipo chuoni ni malezi yako ya kiroho endelevu, kwa sababu kanisa mahalia litakusaidia kuimarika kwako katika imani kwa mafundisho, lakini kupitia huduma za ibada za kiibada utaendelea kukuza na kuimarika. Ibada tuna kitu tunaita elements of worship. Elements of worship, vipengele vya ibada. Kuna vipengele vikubwa kama 4, lakini mimi huwa naviweka kama 5 hivi. Tuna kipengele cha ibada kinachoitwa maombi. Kija kwenye ibada lazima uwe na maombi. Kuomba ni kufunua moyo wako kama unaongea na rafiki yako kwa Mungu. Unaamini ya kwamba uliyekuja kumwabudu ni muweza wa yote, hakuna litakalomshinda ukimwambia akusaidie, akurehemu. Amina. Kwa hiyo unatoa moyo wako kwa yeye kwamba Bwana, moja, nihurumie mimi mdhambi, nitakase, niumbe upya mahitaji yako ya kimwili na haja zako zote. Unaamini Mungu anakusaidia. Na katika hili linasema pasipo imani haiwezekani kufanya nini? Kumpendeza. Kwa hiyo lazima uwe na imani. Kuwa na imani. Hichi ni kipengele cha kwanza cha mawasiliano yako binafsi na Mungu wako. Kipengele cha pili cha ibada. Kipengele cha pili cha ibada
ni neno la Mungu, mafundisho, kujifunza kama hivi tunavyojifunza tuko ibadani. Kwenye hili waumini waliokuja kuabudu wanaamini ya kwamba Mungu huyu aliyopo ni mtakatifu, ametoa mwongozo, maagizo na maelekezo na maneno yake ambayo sisi tunapaswa kuyafuata. Na kwa namna hiyo, wakati neno linatolewa, waumini hawasikilizi yule anayeongea kama mimi hapa kwamba ni langu, wanasikia ni la Mungu. Amina. Hata kama hilo neno linawataka wafanye vitu ambavyo kwao ni vigumu, lakini kwa kuwa ni mapenzi ya Mungu anayewataka kwa waabudu wake wayafanye, waabudu hawatasema Mungu wewe, haya mambo magumu basi kwa heri. Huyo atahesabika amemwasi Mungu. Hata kama ataona ni magumu, hajayazoea, sio huruka yake, lakini ndio mapenzi ya Mungu kwake, atanyenyekea tu, anasema Mungu, mimi ni mwenye dhambi, nimeanguka katika mambo haya, naomba nipatie moyo wa kutembea kwenye mapenzi yako. Amina. Hakuna mahali muumini atasuguana na Mungu kwenye neno lake, isipokuwa neno la Mungu linapaswa limshinde, limtawale, na yeye alinyenyekee na kulitii katika mapenzi yake. Jambo la tatu la ibada ni nyimbo, muziki. Muziki ni kipengele cha ibada ambapo waabudu wanatambua kwamba Mungu huyu ni mkuu, mtakatifu, anapaswa kusifiwa na kutukuzwa. Na kwenye nyimbo hizo zipo za sifa, zipo za mafundisho, zipo za nini, zote hizo tunapoimba tunamsifu Bwana. Na kwenye ibada hizi mwongozo wa kiimbaji unasema kuimba kwa watu wachache kuwe nadra, ila kwa kuimba kwa wote kuhimizwe sana. Yaani pamoja tuna makundi ya kwaya na makundi ya nini na nini, hayo yaimbe nadra, ila watu wote wanatua moyo wafanye nini? Waimbe. Maana kuimba ni ibada. Sasa kuna wakati wengine wanaimba kwamba fungua wimbo namba hii, yeye ndo anashika leso. Mtumishi. Ndio maisha leo kwa nini? Hapana. Kwa hiyo ni jambo la muhimu ambalo tunawatia moyo mlifanyie kazi. Na kuimba kwa kuwa ni ibada, anayeimbiwa ni Mungu. Waimbaji tusijibebee utukufu. Na tunapokuja kusimama hapa, jua umesimama mbele za Mungu, japo uko mbele za watu hapa. Kama mimi niliyesimama hapa, kwa kweli niko mbele za Mungu hapa. Nyinyi ni wa pili huko. Mungu wangu ndio wa kwanza hapa. Huyu Mungu nawajibika kwake kwa chochote ambacho nitakifanya hapa, kiwe cha kuniletea laana au cha kuniletea baraka. Na mimi nimechagua kubarikiwa na yeye. Tumeelewana takatifu wa Bwana. Kipengele cha tatu na ninapohitimishia sasa ni kipengele cha nne. Cha kwanza tumesema maombi, neno, alafu nyimbo. Cha nne ni matoleo matakatifu. Kila ibada tunayomfanyia Mungu, mojawapo kunapaswa kuwemo matoleo matakatifu. Kwenye mfumo wa kanisa la Adventista Sabato tunaitwa kila siku tumfanyie Bwana ibada, majumbani mwetu, popote na popote, lakini tuna siku kama tatu hivi za ibada rasmi hapa kanisani. Tuna siku ya Jumatano ambapo baada ya heka za kutwa katikati ya juma hapo tunapaswa turudi tupate nguvu mpya. Haleluya. Tunakuwa na maombi na ibada pale. Alafu ibada nyingine ya kutukutanisha pamoja ni Ijumaa. Mianzo ya Sabato inapoanza tunarudi. Na ibada kubwa kabisa ya mwisho ni siku ya saba ya juma, Sabato takatifu. Ibada hii ndiyo hitimisho. Na ndio wanasema kuna kipengele cha ibada kuu. Kwa nini kunaitwa ibada kuu? Ibada kuu ni kwa sababu ni kipengele cha mwisho kabisa, kilele cha Mungu kusema na watu wake katika ibada hiyo. Japo kuita ibada kuu si kwamba hizi nyingine ni ndogo ndogo hazina umuhimu. Sisi tunaelewana?
Ngine bwana sema mtakuwa nakuja tu siku ya Sabato, unapoteza mwelekeo. Utajikuta wanawali wale 10 unakosa mafuta ya ziada. Mafuta ya ziada yanapatikana kwenye hizi hatua nyingine hapa. Sasa haya matoleo, tuna matoleo makubwa mawili huko kanisani. Na linakuja la tano. Toleo la kwanza ni matoleo ya zaka. Zaka inaelekeza utiifu wako kwa Mungu. Yeye amesema katika kila 10 nipatie ngapi? 1. Unapokila kile cha 10 umekuwa Mungu, maana Mungu ndo anayekula hiyo zaka. Na yeye haili kwa maana ya kuila, ana namna yake anavyoitumia kuendeleza kazi yake duniani. Matoleo ya pili ni matoleo ya sadaka. Sadaka ni mwitikio wa moyo wa mwabudu wa mtoaji katika kila ambacho Mungu amembariki huyo mtu. Na ndio maana kwenye matoleo ya sadaka ni ngapi? Katika ile 9 iliyobaki, toa kinono humo ndani. Toa kinono humo ndani. Lakini kwa sadaka unaruhusiwa kuongeza na kujaziza tena. Ila zaka it is limited. 1% tu katika 10. Lakini kwenye sadaka kitu kamili kinaanzia kile kimoja. Bahati mbaya tuna baadhi ya wenzetu ambao akifika saa ya kutoa anaanza kutoa zaka kamili, alafu anatoa kiduchu sadaka. Hiyo inaitwa sadaka kirema, na Bwana ikubali. Na sadaka nyingine nayo ni ya hiari, huwa inaitwa michango. Michango ipo kwa sababu huenda watoaji ni wachache na hitaji linalohitajika ni kubwa. Kwa hiyo wale waliokwisha toa wanahimizwa watoe tena ili kufikia mambo fulani yanayohitajika. Lakini mimi naamini wanatukasa musti, tukitoa kwa uaminifu zaka na sadaka, michango inapungua. Amina. Michango inafanya nini? Inapungua. Na Biblia imesema leteni zaka kamili ghalani, kiwemo chakula katika nyumba yangu. Ghala ni kanisa. Ndio mfumo wa kanisa hili. Ni kanisa mahali. Na mwenye kupokea ni shemasi, shemasi anamkabidhi mtunza hazina. Alafu zitaingizwa kwenye utaratibu wa utendaji kulingana na taratibu zinazoviongoza kanisa. Ikitokea wewe unasema mimi na sadaka yangu, lakini naona kuna ombaomba huwa anakaa pale muda mwingi hadi ananyeshewa mvua, sadaka yangu hii ngoja nimpelekee ombaomba, umekosea target. Ile sadaka ya kwanza na zaka yake iletwe wapi? Yale matumizi yako mengine, unaenda kununua kidogo mahindi ukipita pale getini na vitu vingine, humo ndo msaidie ombaomba. Sisi tunaelewana Tuko pamoja. Na sadaka hii kwa utaratibu ambao wameweka inakusanywa kwa kanisa mahalia, alafu inaingia katika mchakato uliowekwa. Tukiwa na michango rasmi inaenda kulingana na michango rasmi ile ilivyo. Kwa hiyo mimi tukasa, wakati mwingine watu tunakuwa na sadaka zikitolewa tunasema hizi ni za tawi la tukasa, hizi ni za tukasa. Sasa nini kwa kuwa ni kanisa? Nini kwa kuwa ni kanisa? Sadaka zote zipite katika utaratibu wa kikanisa. Zozote mtakazotoa, Jumatano, Ijumaa, siku yote ibada hiyo ambayo sadaka inahusika, zipite kwenye mchakato wa kanisa. Ikiwa una changizo maalum la kitukasa, hizo zitakuwa termed kama changizo lilivyo. Amina. Na ikitokea tumekusanya hapa, mimi nimekuja na kichere yangu, nimekuja tu na hela yangu nikaweka huko, haijakaa kwenye bahasha, ipo tu yote hiyo imeingizwa mle ndani, haina jina, au hata kwa kwenye bahasha haina jina, hiyo haitwi ni mchango wa tukasa, inaitwa ni sadaka ya kanisa na itagawanywa kulingana na taratibu zake.
Sadaka yoyote elekezi inaheshimiwa na kanisa. Ukisema mimi nataka niwanunulie Must Choir majoho, ukaandika sadaka yako majoho ya tukasa, haitaenda popote, itatunzwa kwa majoho ya nini? Ya tukasa. Kwa hiyo sadaka zozote zielekezwe, iwepo zaka, iwepo sadaka, iwepo ile michango, iandikwe. Ikijikuta umetoa, na ninaomba msitoe tu, toa upewe na listi yako. Amina. Kwa hiyo silete tu kudumbukiza, bahasha ziko nimeona zinatunzwa hapo, na niombe zile zitolewe muda si mrefu, watu wa Mungu wapewe. Baada ya hayo naomba niwaache, nitarudi tena mara ya pili tuombe kwa ajili ya kipindi cha mwisho ambacho kiko mbele yetu. Nimalize tu kwa kusema kwamba kanisa la mitume lilikuwa linahimiza watu waje kuwa na ushirika wa kanisa mahalia wa majina. Mchungaji umesoma wapi? Maliza hilo sasa tuondoke. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Tumeshaisoma hili fungu, lakini katika muktadha wa somo hili sina budi kuliweka pia. Matendo ya Mitume sura ya kwanza. Naomba mtu mmoja asome fungu. Ngoja nisome tu hapa haraka. Fungu la 6. Basi walipokutanika wakamuuliza wakisema, je, Bwana, wakati huo ndipo utakapowarudishia Israeli ufalme? Twende mbele kidogo kwa kulingana na muda. Fungu la 15 walipokuwa wamekutanika naye, fungu la 15. Siku zile akasimama Petro kati ya hao ndugu, jumla ya majina ilipata mangapi? Haisemi Biblia ya kwamba walikutanika pale jumla ya idadi yao, kwamba numbers. Ushirika huu na numbers. Ushirika unaungwa na jina. Ndio maana Biblia imesema jumla ya majina yao, na kuagiza yule ambaye haona ushirika hapa, leta ushirika, tujenge kanisa la Must. Tuna mikakati mikubwa. Mungu atusaidie kwa kipindi ambacho wewe utakuwepo hapa chuoni, uache alama za kiadventista za kanisa katika chuo cha Must. Amina. Mchana nitaruhusu kidogo, kama kutakuwa mtu ana wazo na nyongeza swali ataniuliza. Nitakuwepo mchana, nitaondoka hapa saa 8:30 hivi, naweza kuwa naanza kuondoka hapa. Kwa hiyo niwaombe kama utakuwa na swali kuhusiana na hiki nilichoelekeza na kufundisha, Bwana kubariki, wewe huru. Alafu ukiona unachelewa sana kuja hapa, niko hapa, nitakuwepo tu muda wote, utaniuliza tu individually, tutaendelea kulingana muda. Niombe tusimame tuombe. Baba yetu Mungu mtakatifu, tunakushukuru kwa fundisho hili la ushirika mtakatifu pamoja nawe, na kuomba kwa kuwa unalikuza kanisa la Must, kabla hatujaleta wengine wa kubatizwa, utakaounda ushirika wa kanisa hili, usaidie kila mwana Must tukasa aliyeko hapa, ushirika wake ufike, ili huduma za kiroho ulizokusudia ziendelee hapa zikafanikiwe. Tupatie baraka zako za Sabato kwa jina la Yesu, amen.